Subscribe The Sport Show. Mwamuzi katika mechi ya dabi ya June 25 kati ya Yanga na Simba Sports Club. Huyu ndo mwamuzi atakayeamua mechi ya dabi kama ambavyo ilikuwa ikisubiriwa kwa hamu, lakini taarifa kubwa ambayo ipo ni hii hapa. Naomba tufuatilie mpaka mwisho kutaka kujua kile na sababu ambayo iliyosababisha mpaka kaletwa mwamuzi huyu na kwa nini imekuwa hivi, lakini pia kuna hili sakata linaloendelea la Simba kutokucheza. Naamini kabisa kwamba utakuwa ukitaka kufahamu kujua kiundani zaidi, so please naomba twende moja kwa moja mpaka mwisho, lakini kabla tujaendelea naomba uweze kusubscribe YouTube channel yetu ili usipitwe na taarifa ambazo tunakuwa tunakuwekea hapa, lakini pia make sure kwamba unatuachia maoni yako, unaacha comment, pia una share kwa wadau kuhusiana na The Sport Show na habari ambazo tunakuwekea. Kubwa zaidi pia usiache kulike na kucomment, hilo tu ndo nachokusisitiza, lakini kwa wewe ambaye tayari unafanya hivyo shukrani zikuendee, lakini pia wewe ambaye umesha subscribe YouTube channel yetu pia tuniseme asante na endelea kuwa mwanafamilia wa The Sport Show. So naomba tuendelee moja kwa moja. Huyu ni mwamuzi Mohamed kutoka Misri, ndio ameteuliwa kuwa pilato wa mechi ya dabi baina ya Yanga na Simba, mechi ambayo imesubiriwa kwa hamu sana, na mpaka dakika hii bado kuna kiza kinene kuonesha kama mechi itakuwepo ama haitakuwepo. Simba amezidi kuwa kimya, lakini katika ukimya wao huo wameweza kuteuliwa mwamuzi mwingine ambaye atakuja kuchezesha mechi hiyo. Kwa upande wa klabu ya Yanga pia hatujaona taarifa zikionyesha kufurahia zaidi kuwa mwamuzi, kwa maana mpaka muda huu tunaingia mtamboni hakukuwa na posti yote kuhusu kumshabikia mwamuzi aliyeteuliwa, lakini swali linabaki kwamba ni nani ambaye amekuja na wazo la kwamba mwamuzi atoke katika nchi ya mbali, japo tangu mwanzo kulikuwa kuna tetesi kwamba pengine mgeni rasmi atakuwa ni Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Suluhu Samia Hassan, lakini pia ilielezwa kwamba kutatokea na refarii wa kigeni. So kwa namna moja ama nyingine huyu refa ambaye ameteuliwa inaenda kuthibitisha kile ambacho kiliwahi kuzungumzwa nyuma kuhusiana na kuja refarii ambaye ni mgeni. So kwa upande wa klabu ya Simba mpaka dakika hii bado kuna ukimya, japo kuna tetesi nyingi bado zinaendelea kwamba pengine Simba anaweza asicheze hii dabi kutokana na yale ambayo yanaendelea, lakini kubwa zaidi sababu yao inaelezea kwamba kwa nini 92% mpaka 95% ya matakwa ya Yanga yaweze kukubaliwa na kufanyiwa kazi, ila matakwa ya Simba wao haifanyiwi kazi. Je, sababu ni nini? Na pia Simba anaigomea mechi kutokana na kwamba wanajiuliza ni nani aliyehusika na kuharibu mechi ya tarehe 8. Huyo ndio wanataka kujua na ripoti nzima inasemaje kuhusiana na hiyo mechi. Kwa hiyo mpaka dakika hii sababu nyingine inaelezwa kwamba imehairishwa mechi, lakini haijawekwa sababu rasmi ya kuahirishwa mechi. Simba anataka kujua sababu iliyopelekea pia mechi kuahirishwa tarehe 15 mpaka tarehe 25. So kwa namna moja ama nyingine bado kuna kiza kinene, ingawa siku mbili kabla ya tunapokea taarifa ya kuteuliwa kwa waamuzi kutoka nchi za nje, ikingali kwamba za ndani zilikuwa zikielezea kwamba mwamuzi ambaye angechezesha mchezo huo alikuwa ni Arajiga. Arajiga ndo mtu pekee ambaye alikuwa akipigiwa chapuo kutokana na namna ambavyo
amekuwa akichezesha mechi, lakini pia ni mmoja wa waamuzi ambaye kwa Tanzania ni mwamuzi bora zaidi, ambaye pia amekuwa kwa msimu huu akiteuliwa na mechi nyingi sana za CAF, tofauti na ilivyokuwa nyuma. So kwa namna moja ama nyingine inaelezwa kwamba pengine yeye ndiye angeweza kuja kuwa referee wa mchezo huo, lakini mpaka dakika hii imekuwa ni tofauti. Wameletwa waamuzi kutoka Misri, hivyo mkeka wa maamuzi unaendelea kuwa na sintofahamu kwa upande wa vilabu hivi, kwa maana kwamba haikutarajiwa kwamba ingeweza kutokea. Tuliamini kwamba kama si Kayoko basi ni Ahmed Arajiga, ambaye kwa namna moja ama nyingine basi hajaweza kuteuliwa. So kuna habari ambayo pia ipo na inazidi kuenea kwa kasi sana, ni kuhusiana na kauli zilizokuwa zikitrend kwamba mechi ya jana na Kagera Sugar kwa upande wa Simba ndio ilikuwa mechi ya mwisho. Kwa hiyo hatuelewi kwamba ni mind game ili Yanga ajae kwenye mfumo, lakini pia ieleweki kwamba ni userious au ni uhalisia kwamba mechi itakuwa imefika tamati. Lakini inaelezwa kwamba mazoezi bado yanaendelea kwa upande wa klabu ya Simba, kwa sababu leo ilitakiwa wao wamevunja kambi rasmi, lakini mpaka dakika hii kwa taarifa nilizonazo za uhakika ni kwamba mazoezi yalikuwa yanaendelea kunako klabu ya Simba katika viwanja vya Bunju Mo Simba Arena. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine dabi inaweza ikawepo, so tusubiri mpaka kesho tarehe 24 tutaweza kupata taarifa zaidi. Lakini kubwa zaidi pia ni viingilio vya mechi hii, ambapo klabu ya Yanga imeweza kutangaza baadhi ya viingilio na ambavyo tayari vimeshakwisha, lakini akizungumzia kwamba yule ambaye alikuwa amekata tiketi katika dabi ya tarehe 8 basi atahutubia kwenye mechi hii, na kama kuna mtu ambaye alikuwa hajakata tiketi basi anaweza akakata tiketi. Hiyo ndio habari kubwa zaidi ambayo imeweza kusisitizwa kutoka upande wa klabu ya Yanga, wakisisitiza mechi kuwepo, na pia mauzo ya tiketi yanaendelea, lakini baadhi ya VIPA ilikuwa imeshaisha, lakini sehemu zingine au majukwaa mengine bado unaweza ukakata tiketi. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine tunaweza kusema kwamba Kariakoo Derby ipo. Kwa hiyo wapenzi wa soka wawe tayari kwa ajili ya mechi, lakini pia wawe tayari kwa ajili ya mechi hii ambayo imeumiza sana vichwa vya watu wengi sana mpaka hapa ilipo. Ila kuna habari pia inaelezwa kwamba dabi au kiporo huwa kinachezwa kabla mechi hazijaisha. Hizo ni hoja ambazo si hoja, japo mashabiki wa upande wa Simba wanakuwa wakisemea. Mechi imekuwa na ubaridi sana, na hii imetokana na vuta ni kuvute iliyokuwepo kwa muda mrefu mpaka imefika hatua leo hii inaenda kuchezwa mechi. Kwa hiyo bingwa ataamuliwa baada ya hiyo mechi. Kwa hiyo endapo ikitokea amekosekana Simba kupeleka timu uwanjani, basi inaonekana bingwa atakuwa ni Yanga, lakini pia kitakachoisibu au kuikuta klabu ya Simba ni kupokonywa pointi kati ya 3 au 15 ambazo anaweza akapokonywa klabu ya Simba. So tusubiri tuone, japo watu watakuwa wanajiuliza hivi ni mara ya kwanza kwa kocha kwa referee wa kigeni kuweza kuchezesha mpira kwetu hapa? Jibu ni hapana, sio mara ya kwanza. Si miaka michache nyuma au miezi michache nyuma imewahi kutokea taarifa ya kwamba mwamuzi kati ya mechi moja kama sikosei ya Azam na klabu ya Simba, kuna mwamuzi kutoka nje ambaye angekuja kuichezesha. Kwa hiyo ilikuwa hivyo. Kwa hiyo sio jambo geni kwa hili la waamuzi kuweza kuja kuchezesha, waamuzi kutoka nje kuja kuchezesha mechi ya dabi. Kwa hiyo si jambo geni
ni jambo la kawaida, lakini kubwa zaidi wengine wameenda mbali zaidi kwa kusema kwamba ilitakiwa na VAR pia ije itumike kwenye mechi hii, kwa sababu ni mechi ambayo kwa macho ya kawaida ya kibinadamu inakuwa na mambo mengi, na hata marefari wa nje pia wanakuwa ni binadamu. Kwa hiyo kuna namna ambavyo wanakuwa wanaangalia mchezo. Pengine makosa ya kibinadamu huwa yapo na hayawezi kukosekana. So kwa namna moja ama nyingine unaona kabisa kwamba matokeo ya kibinadamu ni lazima yatakuwepo, hata kama angekuja ni mwamuzi kutoka kwenye ligi ya EPL, bado unaona changamoto ya kibinadamu ingekuwepo. Ndio maana kwao hao walioendelea wameweza kuleta teknolojia ya VAR, na wameenda mbali zaidi. Katika miaka michache ijayo wanaweka teknolojia itakayotumika kwenye mpira wenyewe, kwa maana kwamba isaidizane na VAR kuangalia katika matokeo muhimu. Kama umeweza kuweka goli kupitia saa, kwamba ikivuka mstari saa inatoa alama, basi hata hili la makosa ya kibinadamu kunako kwa waamuzi itaweza kuja kufanyiwa kazi na kupata ufumbuzi. Lakini wanaeleza pia kwamba kwenye issue za VAR na sehemu ya waamuzi kuna maroboti watakao kuja kutumika kwa miaka michache ijayo na si binadamu. Kwa hiyo unaona ni nguvu ya teknolojia inavyozidi kuwa kubwa na inavyozidi kuchukua nafasi ya kibinadamu na kuondoa yale makosa ya kibinadamu. Kwa kufanya hivyo utajikuta kabisa kwamba kwenye kila mechi ambayo utakuwa inachezeshwa, basi utakuwa unachezesha maroboti. Mpira wetu kwa namna moja ama nyingine, ile ladha ambayo tulikuwa tunaipata inapotea kutokana na namna ambavyo teknolojia inaenda kuchukua nafasi yake kwenye mpira na kwenye maamuzi, na sheria kubadilika kutokana na teknolojia inavyokuwa inabadilika. Kwa hiyo hivi vitu vinaenda sambamba. So tukirudi kwetu hapa, hili jambo ni jambo la kupongezwa, kwa sababu litapunguza baadhi ya sintofahamu, ikiwepo upendeleo wa namna moja ama nyingine wa timu, mfano Yanga au Simba, kwa sababu kwa miaka ya karibuni imeonekana kama Simba anapendelewa na waamuzi. So sijajua ni busara ya nani iliyotumika kuweza kuteua waamuzi kutoka nje. Je, ni rais wa TFF ama ni nani ambaye ametumika kuteua waamuzi kutoka nje? Lakini all in all ni kwamba tunawapa credit kutokana na kile ambacho wameona ni busara kitumike kwa ajili ya kunusuru zile kelele ambazo zingetokea kutokana na waamuzi. Kwa hiyo si Simba si Yanga ambao kwa namna moja ama nyingine wanaweza au wangeweza kunufaika na maamuzi ya referee, kwa sababu ni mzawa. Kwa hiyo kwenye uzawa automatically mtu unakuwa ni Simba au unakuwa ni Yanga. Kwa hiyo kwa hili wameweza kulipiga tuseme KO kwa kuweza kuvuka kiunzi kigumu zaidi kama hicho hapo. So tutarajii kuona mengi yakitokea, lakini naamini kesho tutakuwa na taarifa nzuri zaidi ambayo pia naamini utaipenda zaidi. Kwa hiyo shukrani kwa wewe ambaye umeweza kunifuatilia au kufuatilia uchambuzi mwanzo mpaka mwisho. Nikuombe pia usubscribe YouTube channel yetu, usipitwe na taarifa tunazokuwekea, lakini pia kesho kuna taarifa zaidi ambayo inakuja kutoka klabu ya Simba.